Amen. Haleluya. Ndiyo, karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu kinachosema ya kwamba katika somo letu linalosema ya kwamba ukiri ni ufunguo wa kufungulia maisha au kufungulia imani yako. Amen. Unapozungumza neno kukiri, nini maana ya kukiri? Namba moja, kukiri maana yake ni kumaanisha kukubali. Kukiri ni kukubali au kumiliki au kumiliki au kuwa na imani juu ya hicho unachokisema. Maana yake ukiri ni kuwa na imani juu ya maneno yako unayozungumza, kuwa na imani na kile unachokiongea. Ndio, kuna mtu anaweza kuwa anaongea alafu akawa hana imani na maneno yake, baadaye akawa na kauli mbili, au akaongea alafu akatenda kinyume. Yaani anachokisema na anachokitenda ni tofauti. Sasa unapozungumza neno ukiri, maana yake ni kuwa na imani juu ya hicho unachokisema, kuyasimamia maneno yako, kuyatekeleza maneno yako uliyoyaongea. Sasa kuna watu wengine anaweza akaongea halafu utendaji wake ukawa kinyume. Sasa ndio maana najifunza kwa habari ya ukiri. Hiyo ni jambo lingine. Unapozungumza neno kukiri, maana yake ni kukiri pia ni kuungama makosa yako. Anapoungama maana yake anakiri, kukiri makosa. Jambo lingine unapozungumza neno ukiri pia ni kuungama imani yako, kuiungama, kuiconfess ile imani. Ndio maana ya kukiri. Sasa jambo lingine ambalo tunajifunza sasa, ukiri, aina 4 za ukiri. Kuna aina 4 za ukiri. Namba moja, kukiri au kuungama. Ona, kuna Agano la Kale na kuna Agano Jipya. Hapa kuna mgawanyo. Kuna ukiri katika Agano la Kale na kuna ukiri katika Agano Jipya. Hebu tuanze kuangalia hizi aina 4 za ukiri. Namba moja, sasa hii ipo katika Agano la Kale, mafundisho ya Yohana Mbatizaji na yale ya Yesu kuhusu kuungama au kukiri dhambi za Wayahudi. Maona hii inasimama kwenye upande wa Agano la Kale. Hiyo namba moja. Twende namba mbili. Namba mbili, kuungama kwa wenye dhambi wa siku za leo. Hapo tutakuja kuziangalia baadaye. Namba tatu, kuungama au kukiri dhambi kwa muamini ambaye ameacha uhusiano wake na Mungu. Yaani kuna hii kukiri na kuungama dhambi kwa muamini ambaye tayari ameacha uhusiano wake na Mungu. Namba 4, kuungama au kukiri imani yetu katika neno la Mungu. Hii ni namba 4 na ya mwisho katika kukiri. Kwa wale ambao kwa yule mtu ambaye anakiri sasa katika lile imani, katika lile neno. Baada ya kusikia sasa unakiri, maana yake unatendea kazi lile neno la Mungu. Sasa wengi sana tunapoamini Yesu Kristo, wengi tunamwamini Yesu Kristo, lakini kwenye hii ya 4, kuungama na kukiri imani yetu katika neno, hii wengi unakuta wako tofauti sana. Sasa na hii ya 4 ndio inaozilisha Ukristo wetu, Ukristo wako. Umesimamaje wewe mbele za Mungu? Uko vipi mbele za Mungu? Hebu turejee katika namba moja, kwamba mafundisho ya Yohana Mbatizaji na yale ya Yesu yalikuwa yanahusu kuungama nini? Dhambi za Wayahudi. Ukiangalia wakati Yohana Mbatizaji anahubiri Injili, aliwaambia watu, tubuni ili mkaweze kugeuzwa mioyo yenu. Yaani kwamba umuhimu sana wa kutofautisha dhambi za Wayahudi katika Agano la Kwanza, ambao kwao Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo. Kwa hiyo ujifunze uweze kuelewa umuhimu wa kutofautisha dhambi zile za Wayahudi. Maona na dhambi sasa katika agano letu hili
jipya. Utakapoweza kutofautisha unaweza kuona. Kwa hiyo kina Yohana Mbatizaji waliwahudumia na kuwafundisha na kuungama dhambi kwa asiyeamini, yaani ambaye hajaokoka kwa siku za leo, yaani kwa mtu ambaye hajawahi kukutana na Yesu Kristo. Hebu tusome Mathayo sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani, huku akiziungama dhambi zao. Umeona Kwa hiyo sasa wakamwendea Yohana Mbatizaji huku akiungama dhambi zao. Bwana, huu ndio kuungama kwa Agano la Kale. Kuungama kwa Agano la Kale maana yake watu walikuwa wanataja dhambi zao. Umeona, watu walikuwa wanataja dhambi zao. Kama ni mwizi, anaungama sasa kwamba mimi ni mwizi, kwa hiyo natubu na kuungama. Kwa hiyo ndio ilikuwa ungama ya Agano la Kale. Angalia, ukisoma tena Yeremia, wakati Mungu anamwambia Yeremia kwamba nenda ukawaambie watu kwamba waache maovu yao, kwa sababu maovu yamefika mbele zangu. Sasa umeona, sasa Agano la Kale lilikuwa la kuwaambia watu maovu yao. Agano la Kale lilikuwa la watu kuwaambia watu matendo yao, umeona, ili waache. Ukisoma pia kina Ezekieli vile vile, ukisoma pia Yeremia aliambiwa vile, kina Yona waliambiwa vile kwamba aende Ninawi. Umeona, Yona akakataa. Ndio maana Yona sasa akadumbukizwa kwenye bahari, then akamezwa na samaki mkubwa. Sasa tunaweza kujifunza nini? Agano la Kale lilikuwa la watu kuambia makosa yao. Unaona? Sasa na baada ya wao kuambiwa makosa yao, kile ambacho wamekitenda, dhamiri zao zinawauma, sasa wanaungama. Ungamaje? Kuacha. Unaona, kuungama, kuacha. Unaweza kuona kipindi cha Yona kule Ninawi, watu wakavaa magunia. Unaona, hiyo ndio ilikuwa tubu. Hebu Yesu anatuonyesha kwamba mwenye dhambi. Tukija sasa kwa agano letu jipya, utaniambia mbona Yesu wakati anaanza kuhubiri na yeye alihubiri watu tubuni? Sasa wakati Yesu anaanza kuhubiri Injili, kumbuka alikuwa bado na yeye ndani ya agano lile la zamani. Unaona, agano la zamani. Sasa agano jipya lilianza lini? Baada ya Yesu kufa na kufufuka. Hapo ndipo agano sasa vyote sasa vikafunguliwa. Amen. Na vyote vikatimia. Sasa Yesu anatuonyesha kwamba mwenye dhambi atahukumiwa na Roho Mtakatifu kwa dhambi moja tu. Mwenye dhambi atahukumiwa na Roho Mtakatifu kwa dhambi moja tu, nao ni kwa sababu ya kutokuamini. Ni mara ngapi tumewaambia watu eti kwamba wakili dhambi zao zote walizotenda ili waweze kuokoka? Ni mara ngapi kwamba kili dhambi zangu zote, umeona, kwamba nakili dhambi zangu zote ili waweze. Ni mara ngapi tumewaambia watu hivyo ili waweze kuokoka? Hata hivyo mwenye dhambi hawezi kukili dhambi zake zote ambazo amewahi kufanya. Mtu hawezi akazikili dhambi zake zote ambazo amewahi kufanyaje? Kufanya, kutokea huko kwenye maisha yake tangu amezaliwa mpaka hapo alipofika anakutana sasa kumpokea. Hawezi kuzikili zote. Hawezi kukumbuka kitu chochote alichowahi kufanya. Ukili mkuu ambao mwenye dhambi anapaswa kuufanya ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Watumishi wa Mungu muelewe, wainjilisti muelewe, wale wanaohubiri kule barabarani. Siku moja nikakutana na bwana mmoja ameenda barabarani anawatukana watu walevi. Ameenda mtaa wa makahaba anawatukana makahaba. Umeona kwamba nyinyi makahaba takufa. Kwa ile sio Injili, ile unawatukana. Waonyeshe uzuri wa Yesu, waonyeshe kile Mungu baba yao alichofanyia, waonyeshe kile wanachokifanya sio cha kwao, sio maisha yao.
maana yake hata wakikubali au wasipokubali sio jukumu lako. Unaona? Kwa sababu habari ya kuokoa sio ya mtu, ni ya Mungu mwenyewe. Sasa wengi tunadhani kuwatukana injili ni kuwafokea watu, watukana watu. Unaona? Utasema mtumishi si watukani. Injili maana yake ni kuwaonyesha kile Mungu Baba alichokifanya, kile Yesu Kristo alichokuja kufanya hapa duniani. Unaona? Hebu tuangalie kwenye Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 19-18. Biblia inasema hivi: na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Umeona? Wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Maana kuna kuungama. Sasa swali tuulizane mimi na wewe, waliungamaje na walidhihirishaje haya matendo yao? Umeona? Waliungamaje na wakayadhihirishaje haya matendo yao? Jambo la kwanza, mtu anapofundishwa habari za Yesu Kristo kwa usahihi na vizuri, akampokea Yesu Kristo, maana anaweza sasa wakuungama. Maana watu walipeleka kama ni uchawi wao, watu walipeleka uganga wao, walevi wakaenda wakasema, mimi huyu Yesu amenitendea makuu, nilikuwa mlevi sasa nimeacha. Umeona? Hiyo ndio maana ya kuungama. Ukumbuke huko nyuma katika zile aina 4 ya ukiri, hiyo ndio maana ya kukiri, hiyo ndio maana ya kuungama dhambi. Amen. Maana yake kama mtu mbaya anatangaza sasa ameuacha ule ubaya wake. Mchawi anasema jamani, mimi nilikuwa na loga sasa nimeacha uchawi. Umeona? Sasa ndio kwa Matendo ya Mitume waliungama vile, hawakutukanwa. Angalia hata Petro wakati anaanza kuhubiri injili, wakati wakiwa Matendo ya Mitume, Petro anaanza kuhubiri injili, anasimulia yule Yesu Kristo ambaye mlimpiga. One, huyu ndiye aliyekufa akafufuka. Watu pale wakaungama, wakampokea kuwa Bwana wao. Sasa ndiyo maana ya injili. Amen. Sasa tutapozungumza neno kukiri uweze kuelewa, sio kuzungumza dhambi zako kwamba nilikuwa mwizi sasa ninaacha. Watu ndio wanadhani namna hiyo. Hawa walikuwa watu wa mataifa. Unaona kwenye Matendo ya Mitume haisemi waliungama na kukiri kitu gani, lakini ni wazi kwamba kutokana na mstari tuliouona unaofuata, ukiendelea kusoma Matendo ya Mitume, walikuwa wakitubu juu ya matendo ya uchawi ambayo walikuwa wakiyatenda. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga walikusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya thamani yake. Tumenielewa? Wakaona kwamba yapata fedha 50,000. Soma Matendo ya Mitume ule mstari wa 19. Watu wakati wanaungama wakarejesha vile vitu vya uovu. Unaona? Ndio maana halisi. Lakini baada ya nini? Kusikia Kristo, kusikia habari njema za Kristo, za baba yao, kile Mungu alichowafanyia. Ona, sasa wengi tunafikiria kwamba kuwaambia watu matendo yao, wewe mwizi, wewe kahaba, wewe mlevi, wewe muone utachoma moto. Hapana, waonyeshe kile Mungu na kuonyesha hili ni eneo la kwanza katika ule ukiri. Tumenielewa kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa baadaye tutakuja kuangalia ukiri katika neno. Kwa hiyo hawakuwa wanakiri mambo haya ili waokoke, kwa sababu tayari walikuwa wameshaokoka. Maana yake mtu akishaokoka hawezi tena akakiri kwamba ona mimi nilikuwa mwizi. Unaona, kuna hatua sasa hapo ya kukiri, aanze kulikiri neno. Sasa hawa kwenye Matendo ya Mitume hawakuwa wanakiri ili waokoke, kwa sababu tayari walikuwa wameshaokoka. Kwa waliacha mambo hayo ya uganga kwa sababu walikuwa wameshaokoka. Tumenielewa? Sasa kwa mfano kuna watumishi wengi wa Mungu, unaona watu wanatoa ushuhuda, jamani mimi nilikuwa mganga, mimi nilikuwa mlevi, nimeacha ulevi. Ndio maana ya kukiri.
Maana pale kaishaokoka baada ya kuona matendo ya Kristo Yesu, baada ya kuona kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi. Kwa hiyo mara nyingi sana unaweza kuona watu unamwekea kizuizi mbele. Unamwekea kizuizi mbele, au tuseme unachukua mzigo, sawa, halafu unaweka mbele ya punda, halafu unamwambia punda vuta mzigo, au unaweka tela mbele ya kichwa cha punda, unamwambia vuta, badala ya uweke nyuma ndio avute, unamwekea mbele ili avute punda huyo. Umenielewa? Kwa hiyo unawaambia watu lazima uache jambo hilo, au kuachana na matendo fulani, uachane na matendo fulani, uachane na kitu hiki, kama wanataka kuokoka. Lakini jambo la msingi kabisa kwanza ni kumkubali Bwana wa Yesu Kristo, kisha hayo mambo mengine yatashughulikiwa.